Mimi naitwa Sumali Ntigili Onesmo. Ni mkazi wa mtaa huu wa kata ya Terati, mtaa wa Elangau, tukishirikiana na ubalozi wa Sokoniwani. Kwa hiyo kuna tukio limetokea hapa ambalo ni vijana ambao hawana kazi ambao wamekamatwa wakiwa wanafanya matukio ya wizi kwa kuwapola wananchi. Mimi kwa kweli nilikuwa nimetoka kidogo, kwa nikapigiwa simu kwamba kuna wezi wamekamatwa maeneo yetu. Kwa hiyo ikabidi nije mara moja kuja kushuhudia tukio hili. Kweli nimekuta tukio hili limefanyika na nashukuru Mungu kwa ile maaskari wamekuja, kwa ile wamekuja kuwachukua watu wenyewe. Kwa makadirio ni kijana kama umri wa miaka 20, 24. Hapana, hatujafika kujua jina. Ila kwa tetesi wanasema kwamba ni mtu ambaye anaishi mmoja anaishi Ngusero na mwingine anaishi Sombetini. Huyu aliyepelekwa sasa hivi anavyosikia kwa mashuhuda wanavyotamka wanasema kwamba huyu anaishi Sombetini. Kiukweli amejeruhiwa kweli. Sehemu za kichwa, sehemu na pia amechoma moto. Umeona? Kwa hiyo ameathirika kwa kiasi kikubwa. Tumekuta katika mazingira yake tumekuta ana mirungi, tumekuta ana bangi, ana sigara. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kwa ukikadiria kwamba ni mtu ambaye alikuwa sio mtu mzuri. Kusema ukweli wezi umeshamiri. Tunajaribu kupambana nao kama uongozi wa mtaa, tunajaribu kupambana nao. Lakini kweli wizi umeshamiri. Kabisa wizi umeshamiri. Ninavyosadikika kwamba kuna saa 11 kweli kuna mwingine tena alikuja alipigwa kweli kama hivi alivyopigwa. Huyu alikuwa ni wa pili. Ile bullet manaki ni kujilinda, manaki kwamba mwizi na mwenye pia anajilinda. Kwamba anafanya matukio yenye mwenye akiwa anajihami. Umeona? Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mzoefu. Paka wewe kitendo cha kuvaa bullet manaki kwamba wewe ni mzoefu. Hiyo imetokana na uongozi tulivyofika kama viongozi. Kwa hiyo swala hilo unajua hatuwezi tukalisema tuliachilie, lazima mwizi kuuawa maeneo yako inakuwa sio jambo zuri. Wito wangu kwa vijana kweli tufanye kazi. Tuache masuala ya wizi. Kwa majina naitwa Lea Macmillian, ni mkazi wa Murieti. Kilichotokea leo ni usiku wa jana, kulikuwa kuna mwizi amekamatwa, kumbe baina yake walikuwa wako wawili, mmoja kuchomwa moto na mwingine kukimbilia ndani ya nyumba yangu. Asubuhi ndo ananigongea mlango nimfungulie geti. Maana nilikuwa nimefunga geti. Kutoka namuuliza wewe nani? Ananiambia dada, mimi ni mmoja wale waizi wa jana, nisaidie niweze kufanyaje kutoka hapa. Nikamwambia sasa nitakutoaje hivi, ngoja nikuitie nani? Balozi, ili uweze kutoka kwa usalama, maana watu tayari wamekujua kwa usiku ule. Ghafla yeye akakimbia akaruka ukuta, ndo watu kupiga kelele za mwizi then kwa kuuawa. Hakutaka hata kunizuru. Alikuwa ananiomba tu nimfungulie geti. Ni mfululizo. Alhamisi juzi jirani yangu hapo alivunjiwa mlango. Tujui sasa ndo anaendelea kupigwa mwizi. Tunasubiria polisi waje wamchukue. Aise na wafanye kazi, waache kutumia madawa kulevya. Hamna hela rahisi, hela zote ni ngumu, wajitume tu. Ana mirungi, ana bangi, ana sigara, ana bulletproof. Kwa jina naitwa Stamili. Kwa kweli kiujumla matukio yamezidi sana mtaa wa Njilo Ndogo. Wanajeruhi watu, wakikuta mama sokoni asubuhi wa baba anaenda kujitafutia riziki, wanajiita tatumzika wanakaba watu njiani. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba jamani tusaidiwe. Ikiwezekana hata sungusungu ingie mtaani kwa sababu amani hatuna. Sasa hivi akikukuta njiani ni kwamba nakukimbiza mpaka nyumbani. Yaani wameshafanya kama vile ndio sehemu ya kujitafutia riziki, na ukiangalia ni vijana wenye nguvu tu. Badala wakatafute hata kazi za zege wafanye ajipatie kipato, lakini wamefanya binadamu wenzao wafanye unyama mkubwa mpaka waumize. Yaani amani hatuna kiujumla. Kilichotokea leo ni kwamba huyu kijana alikuwa na mwenzake. Asubuhi mwenzake hapo ndio amepigwa na yeye, naona mpaka kufa amekufa. Huyu akakimbia akaingia kwenye nyumba ya mtu. Asubuhi akamwambia huyo mama hebu nifungulie. Alivyofunguliwa yule mama naye akajiasali, ikabidi apigie watu simu nje, ndio akakamatwa. Ndio mpaka hatua hii iliyomkuta ndio kama hivyo watu wanavyoiona. Mimi usi yangu ni kwamba vijana wafanye kazi.
kulikoni kuuawa kikatili hivi. Ni tatizo kubwa sana. Lakini kwa matukio ya usiku kwa kweli unakuta ni mtaa tu uandamane wenyewe kwa wenyewe watatue tatizo. Kwa kweli ni mengi sana. Kama mimi mume wangu alikabwa hapa kwenye eneo hili. Lakini namshukuru Mungu, yeye aliweza kujitetea, walimjeruhi lakini sio kiivo. Aliweza kujitetea. Mama Simon. Nikasikia watu wanakimbia wanapiga ukunga. Kuja hapa ndo ngaona ile tukio. Kweli ni tukio la kusikitisha, lakini hata sisi pia tunasikitika kwa sababu tunateseka. Yaani unakuta asubuhi unaenda asubuhi labda unaenda mjini umedamka 11 ile. Unatembea huku unaangalia nyuma. Yaani unatembea huku unaangalia huku na huku kwa sababu usalama ni mdogo mno. Kwa kweli tunaomba kama watu wa vijana wameona hili, kuna ambao pia waache kwa sababu yani hawatapona huku. Watauliwa yani watauliwa mpaka hapo watakapoacha kwa sababu tunateseka si wa mama. Yani wa mama hasa si ndo tunateseka huku. Una kiela chako unaenda kununua kiroba chako cha ngogwe kimeshaondoka. Una kiela chako unaenda kununua mtumba wako ufanye kazi kimeshaondoka. Watoto wetu wakienda shule hatuna amani, sisi tunaobaki huko nyumbani. Kwa hiyo hili ni changamoto, ni tatizo, tunaomba jamani tusaidiwe katika hili. Leo kimetokea kama hivyo, mwizi umeona tayari ameshapigwa, ameshachomwa, ni kwamba hatapona. Tunaomba jamani kama kutakuwa na tusaidiwe. Ila mwishoni nilichokuta ni bangi na vitu tu yani maulevi. Aise wafanye kazi, wapambane. Huku kuna kazi nyingi, kuna kuchimba mitaro, kuna kazi, kuna kusaidia fundi, maana unaona kama hivi majengo yote ni mapya. Tunatuko kwenye maujenzi, wafanye kazi, wapambane kama watu wengine wanavyoona, wapambane. Yani vijana wapambane, kuna makazi huko Kilombero, kuna kazi za kufanya huko Mbauda wapi kwenye masoko. Wabebe makaroti, wabebe nini, waendelee, wapambane wapate kipato. Waache kutaka kipato cha haraka ambacho kinawaletea mateso kama hivi. Huyu ameteseka. Kwa hiyo yote atakayeona hivi kweli wajifunze. Bwana, mimi naitwa Philbert Mrema, ni mkazi wa Mkono. Na nilipokuja nilikuwa naenda kwenye kazi zangu za ujenzi, nikakutana na ile tukio. Wao kuta watu wanapiga kelele, wanaitia mwizi, na mimi nikakimbilia. Kufikia hapa nikakuta huyu jamaa washamfanyia namna hiyo. Sasa basi ninachokiona kama huyu bwana ameshiriki kwenye hili tukio, ni halali yake apate ujira wake kulingana na kitu alichokipenda. Kwa sababu kazi zipo nyingi za kufanya. Hawa ndio wanakuja kusababisha matatizo. Tunashindwa kukosa amani huku mitaani. Wanakuta vitu vya watu nje wanabeba. Kwa hiyo kwa hali hiyo basi sisi inatutatiza. Kwa tunapoona mambo kama haya, sisi tunatamani tu yaendelee, yani wapewe hivi ili iwe fundisho kwa wengine. Mimi naitwa Sumali Ntigili Onesmo. Ni mkazi wa mtaa huu wa kata ya Terati, mtaa wa Elangau, tukishirikiana na ubalozi wa Sokoniwani. Kwa hiyo kuna tukio limetokea hapa ambalo ni vijana ambao hawana kazi, ambao wamekamatwa wakiwa wanafanya matukio ya wizi kwa kuwapola wananchi. Mimi kwa kweli nilikuwa nimetoka kidogo, kwa nikapigiwa simu kwamba kuna wezi wamekamatwa maeneo yetu. Kwa hiyo ikabidi nije mara moja kuja kushuhudia tukio hili. Kweli nimekuta tukio hili limefanyika, na nashukuru Mungu kule maaskari wamekuja, kule wamekuja kuwachukua watu wenyewe. Kwa makadirio ni kijana kama umri wa miaka 20, 24. Hapana, hatujafika kujua jina. Ila kwa tetesi wanasema kwamba ni mtu ambaye anaishi mmoja anaishi Ngusero na mwingine anaishi Sombetini. Huyu aliyepelekwa sasa hivi anavyosikia kwa mashuhuda wanavyotamka, wanasema kwamba huyu anaishi Sombetini. Kiukweli amejeruhiwa kweli. Sehemu za kichwa, sehemu na pia amechoma moto, umeona. Kwa hiyo ameathirika kwa kiasi kikubwa. Tumekuta katika mazingira yake, tumekuta ana mirungi, tumekuta ana bangi, ana sigara.
Kwa hiyo ni kitendo ambacho kwa ukikadiria kwamba ni mtu ambaye alikuwa sio mtu mzuri. Kusema kweli wezi umeshamili. Na tunajaribu kupambana nao kama uongozi wa mtaa, tunajaribu kupambana nao. Lakini kweli wizi umeshamili. Kabisa wizi umeshamili. Inavyosadikika kwamba kuna saa 11 kweli kuna mwingine tena alikuja alipigwa kweli kama hivi alivyopigwa. Huyu alikuwa ni wa pili. Ile bullet manaki ni kujilinda, manaki kwamba mwizi na mwenye pia anajilinda. Kwamba anafanya matukio yenye mwenye akiwa anajihami. Umeona? Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mzoefu. Mpaka wewe kitendo cha kuvaa bullet manaki kwamba wewe ni mzoefu. Hiyo imetokana na uongozi tulivyofika kama viongozi. Kwa hiyo swala hilo unajua hatuwezi tukalisema tuliachilie, lazima mwizi kuuawa maeneo yako inakuwa sio jambo zuri. Wito wangu kwa